Afrika Mashariki hakuna matata. Nasema jambo bwana habari gani? Mashariki hakuna matata. Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale ulipo duniani. Karibu sana katika kipindi maalum cha Twenzetu Kileleni msimu wa 4. Kampeni ya Twenzetu Kileleni Mlima Kilimanjaro msimu wa 4 imeandaliwa na kampuni ya utalii ya Zara pamoja na Tanapa na kushirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo sisi ITV Super Brand Afrika Mashariki. Kampeni ya Twenzetu Kileleni ITV tumeibeba kwa uzito wa kipekee kutokana na malengo yake kuwa ya kitaifa na ya kizalendo, na hivyo kuwa sehemu ya kuadhimisha miaka 63 ya uhuru wa taifa letu. Basi ITV kupitia waandishi wake mahiri Benjamin Mzinga, Hosea Mchopa na Simon Rogers walikuwa ni miongoni mwa timu ya Twenzetu Kileleni ambayo ilikuwa na jukumu la kuonesha matukio yote muhimu kwenye kampeni hizo. Safari ya Twenzetu Kileleni ya kupanda mlima Kilimanjaro kuadhimisha miaka 63 ya uhuru wa taifa letu ilianza Disemba 3 na 4 kwa washiriki kutoka taasisi na mashirika mbalimbali ya serikali na yasiyo ya kiserikali kufika mkoani Kilimanjaro wilayani Moshi katika ofisi za kampuni ya utalii ya Zara na kupata utaratibu mzima wa ratiba na shughuli zitakazofanyika kwa siku 6 za kupanda mlima Kilimanjaro pamoja na kuandaa vifaa mbalimbali vya kupanda mlima. Mbali na mashirika na taasisi mbalimbali kuwasili mkoani Kilimanjaro kwenye kampeni ya Twenzetu Kileleni, mabalozi 8 wanaowakilisha Tanzania kwenye nchi mbalimbali ulimwenguni nao walikuwa sehemu ya wapanda mlima kwenye kampeni hizo. Nao wakapata utaratibu wa kuandaa vifaa vya kupandia mlima. Afrika Mashariki hakuna matata. Jambo bwana habari gani? Sana. Yes. Twawakaribisha. Hakuna matata. ITV Super Brand Afrika Mashariki. Hakuna matata. Tuko Kilimanjaro, Moshi, na hapa tupo Zara katika ofisi zao, na kubwa zaidi tunakwenda kushiriki katika kusherekea maadhimisho ya miaka 63 ya uhuru, na hapo kuna jambo kubwa kabisa la kupanda mlima Kilimanjaro. Habari za wakati huu? Namna hiyo basi hapa niko naye Bi Ngotea Nancy ambaye ni afisa masoko kutokea Zara. Habari za wakati huu? Salama kabisa, habari yako? Salama kabisa. ITV Super Brand Afrika Mashariki, jambo hili tumelibeba na tuko hapa kuhakikisha kuwa tunaanza kuanzia hapo chini mpaka juu kileleni kwenye mlima Kilimanjaro. Swala hili liko la namna gani? Watu wasiofahamu waambie kuna jambo hili linatekelezeka kwa namna gani? Kwanza kabisa nipende kuwashukuru ITV The Super Brand kwa ushiriki wenu katika kampeni hii ya Twenzetu Kileleni. Tumewakaribisha, tupo tayari kuwahudumia, na pia tunapenda kuwashukuru wa Tanzania wote walioshiriki nasi katika kampeni hii. Tumeona makampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali zimejiunga nasi kupanda mlima Kilimanjaro kupitia lango la Marangu, na sisi kama Zara tupo tayari. Tukio hili ni la kihistoria, tukio hili ni la kitaifa. Tunapanda kuadhimisha uhuru wetu sisi kama Watanzania, na Zara tupo tayari. Kuna umuhimu kiasi gani wa Tanzania kuungana na kushiriki katika kupanda mlima Kilimanjaro? Na wengine wamekuwa wakifikiri kwamba ni kupanda tu. Kuna mambo ambayo tunaweza tukapata hapo katika zoezi la kupanda? Katika umuhimu wa kupanda katika tukio hili, especially kwa kipindi hiki cha msimu wa Twenzetu Kileleni, kwanza kabisa tunaweka historia, tunapandisha bendera yetu sisi kama Watanzania katika kilele kirefu barani Afrika, na tumaini kwamba jambo hili kibinafsi, kitaifa ni jambo kubwa sana kwetu sisi. Kwa hiyo pia kwa swala la mazoezi, kwa swala la umoja, tumeona mataasisi yamekuja, team building, kufanya kazi kwa pamoja, kufahamiana, networking. Ni kitu kizuri sana sisi wa Tanzania kushiriki katika kampeni hizi za Twenzetu Kileleni, na tunapenda kuwapongeza ITV The Super Brand kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Shukrani sana kwa kumalizia. Twenzetu Kileleni ni awamu ya ngapi hii, na tutarajie nini hasa katika awamu hii? Awamu hii ni awamu ya 4. Sisi kama Zara Tanzania Adventure tukiwa tumeshirikiana na Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na Tanapa na Kinapa tukipandisha Watanzania katika kilele kirefu cha barani Afrika. Pia kesho ndo siku rasmi ambayo tutaanza. Watu wamewasili kuanzia jana wakiwa wakijiandaa leo, wakipewa vifaa. Tunajua unahitaji vifaa vingi kupandia mlima Kilimanjaro, viatu, nguo, gaiters, kila kitu ambacho Mtanzania, na sisi kama Zara tumekupa wewe Mtanzania vitu vyote hivi ili uweze kuwa comfortable, na tuko na timu matata sana ya porters na guides wa Zara Tanzania Adventure wakiwa tayari kukufikisha katika kilele kirefu sana barani Afrika.
Kwa upande wao, jopo la mabalozi hao wanaowakilisha Tanzania nje ya nchi limezungumzia lengo la ushiriki wao kupanda mlima Kilimanjaro katika awamu ya 4 ya Twenzetu Kileleni. Sasa mimi nimekuja kupanda mlima Kilimanjaro kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kwa sababu ya kumbukizi ya miaka 63 ya nchi yetu. Tanganyika wakati huo ilipata uhuru na tunajua bendera ilipandishwa kwenye mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo nimeona na mimi nina kila sababu ya kufanya hivyo. Lakini kubwa zaidi, unapotangaza mlima Kilimanjaro na utangazaje nikiwa Zimbabwe au Mauritius, kama njia nzima ya kwenda mpaka Kibo sijui ikoje. Kwa hiyo nikaona uhalisia wa jambo ni kuliona na kufanya mwenyewe. Kwa hiyo nikaamua kwamba ni vizuri nije nione mlima Kilimanjaro ukoje, ili ninaporudi Harare, ninaporudi Zimbabwe, ninaporudi Mauritius, niwahamasishe mabalozi wenzangu wa upande wa SADC waone umuhimu wa kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Na wakija, manake watakuja, watakaa kwenye mahoteli, watatuachia fedha. Lakini nikienda Mauritius pia mabalozi wenzangu niongee nao waje wapande mlima Kilimanjaro, watakuja na familia zao. Lakini kikubwa ni kwamba tunajitahidi kutangaza nchi yetu. Siku za nyuma huu mlima kama unavyojua ulikuwa kidogo unaonekana huko sehemu nyingine. Kwa hiyo tumefika mahala wa Tanzania tumesema no. Hiki ni kitu chetu, ni tunu yetu, ni heshima yetu, ni lazima tuwatangaze. Kwa hiyo la msingi ni waombe sana wa Tanzania wenzetu, watu wanatoka Ulaya, wanatoka wapi, wanakuja kupanda mlima Kilimanjaro ambao ni tunu yetu, ni heshima yetu tumepewa na Mwenyezi Mungu, alafu wewe upo Tanzania unaogopa kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo nahamasisha wa Tanzania wenzangu, majeshi yote, wewe kwa ni askari, uone umuhimu na sababu ya kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Lakini pia na nyinyi waandishi wa habari, msiishie tu kupiga picha hapa, nendeni mpande mlima Kilimanjaro. Mnapoandika muandike uhalisia wa jambo lenyewe. Hii ni fursa yangu ya 3 kushiriki kupanda mlima Kilimanjaro. Na katika zile awamu zingine 2 nimefaulu kufika mpaka kilele cha Uhuru. Ninafarijika kushiriki tena katika zoezi hili tunapokuwa tunasherehekea miaka 63 ya uhuru wa Tanzania bara, wakati ule ikiitwa Tanganyika. Na kama ilivyokwisha zungumzwa na mabalozi wenzangu, sisi mabalozi tuna kazi kubwa ya kutangaza vivutio vilivyopo Tanzania ikiwemo mlima Kilimanjaro. Na kwa hiyo tunapokwenda kwenye vituo vyetu tunautangaza mlima Kilimanjaro pamoja na vivutio hivyo vingine. Lakini pia tunawahamasisha viongozi wenzetu mbalimbali hapa Tanzania na wao waweze kuchukua hatua za kuweza kuja kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa kila atakayechukua hatua hiyo tutakuwa tumeshiriki katika kutangaza mlima Kilimanjaro. Kikundi cha Jeshi la Wananchi Tanzania ambao wao ndio wenye jukumu la kubeba bendera na kupeleka kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, na hapa wanaelezea namna ambavyo wamejipanga kikamilifu katika kufanikisha zoezi hilo. Kwetu sisi ni kuhakikisha bendera inafika juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Na pia kingine ni kuwakumbusha Watanzania ni kwa nini basi siku ya leo imekuwa ni siku kubwa. Ni kwa sababu nchi yetu inatimiza miaka 63 ya uhuru. Na mwisho kabisa, nafikiri kipindi kingine mabalozi wetu kama walivyotangaza hapa kwamba lengo lao wanapokuja huku ni kutangaza ubalozi, ni kutangaza utalii, itakuwa ni bora sana basi kipindi kingine wakija in pair wawashawishi wale mabalozi wa nchi zingine wanakuwakilisha waje basi na wenyewe. Nadhani masuala ya utalii yatakwenda mbali zaidi. Kwa hiyo sina shaka kipindi kingine mabalozi wetu watakuja na mabalozi katika nchi ambazo wanatuwakilisha. Kwanza tunawashukuru sana kwa kufika mkoa wa Kilimanjaro. Tunamshukuru sana mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro ambaye pia aliahidi kwamba mwaka huu atashiriki kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo ndio maana nikasema yeye ni mdau namba 1 ndani ya mkoa huu. Kwa hiyo tunashukuru sana wadau wengine kama Zara Tours, African Zoom Safaris, kuna African Scenic ambao pia ni wadau wakubwa sana ambao wanapandisha mlima Kilimanjaro. Sisi kama shirika la hifadhi taifa TANAPA tumejiandaa kwa kweli
kuna washiriki wa kwetu ambao watapanda mlima na nyie, na naamini kwamba kuna kampuni kama Zara Tours, African Zoom Safaris pamoja na African Scenic wana maguide, viongozi ambao watawapeleka mpaka kilele cha mlima Kilimanjaro. Kuna mapendekezo ambayo mmeyatoa waheshimiwa mabalozi. Mapendekezo yenu tunayochukua, kwa sababu ukisema Kilimanjaro kuna wadau wengi sana, wakiwemo pia Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa hiyo mawazo yenu tunayochukua na tutayafanyia kazi, na mengine naamini mabalozi wengine walisema mawazo yao mwaka jana, na naamini kwamba tumeanza kuyatekeleza. Kwa hiyo muwe na amani, naamini safari ya mwaka huu itakuwa nzuri. Kila mmoja naamini atafika salama kama alivyopanga. Tutafika kilele cha mlima Kilimanjaro. Ujumbe wetu mwaka huu tunasema twendeni kileleni kuadhimisha miaka 63 ya uhuru wa Tanzania. Hakuna mbadala wa Kilimanjaro. Kilimanjaro iko Tanzania, Kilimanjaro iko Afrika, Kilimanjaro na kilele namba 1 duniani. Ni kilele ambacho kinakaa peke yake tofauti na vilele vingine. Kwa hiyo karibuni na mjisikie mwe na nguvu na mwe na amani kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa upande wao, wananchi wa kada mbalimbali ikiwemo watu wenye ulemavu hawakuwa nyuma kampeni ya Twenzetu Kileleni, nao wameelezea utayari wao wa kupanda mlima Kilimanjaro. Mimi binafsi kwanza nimefurahi kupata hii chance, kwa sababu ni chance ambayo nilikuwa natamani kuipata toka niko mdogo. Nilikuwa nawishi sana kupanda mlima Kilimanjaro, tena kufika mpaka kileleni kabisa. Lakini nadhani mpaka sasa Mungu basi kaweza kujibu maombi yangu. Hivyo ni mmoja ambaye napenda kwenda kuwakilisha watu wenye ulemavu wa design mbalimbali, especially kwa wasioona, hasa wanawake. Kwa hiyo mimi kufika kileleni nitaweza kuprove ya kwamba walemavu tunaweza, lakini pia wanawake tunaweza, na mimi naahidi kufika kileleni na kuutangaza mlima Kilimanjaro kwa nchi ya Tanzania, Afrika na nchi zote duniani. Swala la maandalizi ni la muhimu sana. Kabla ya kuanza safari ya kupanda mlima, nikupitishe kwenye mavazi ya mlima uone namna ambavyo unastahili kuvaa wakati wa kuelekea kileleni. Maandalizi ya awali yamefanyika. Kabla ya hapa, mazoezi tumefanya, saikolojia tumepeana maelekezo, kwa sababu katika kupanda mlima Kilimanjaro kuna mambo mengi na attitude ziko tofauti tofauti. Kwa hiyo tumejiandaa kwa kiwango kinachostahili. Kwa hapa sasa hivi tupo katika kupewa vifaa ambavyo tutakuwa tukivitumia katika kupanda mlima, ikiwepo mavazi, viatu, makoti, fimbo zile. Kwa hiyo kila kitu naona kiko tayari na sisi wenyewe tupo tayari. Kuna umuhimu kiasi gani jeshi kushiriki katika shughuli ya kupandisha bendera, lakini vile vile pamoja na wananchi kwa wakati mmoja? Jeshi la wananchi wa Tanzania ni jeshi la wananchi. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuwashirikisha wananchi katika mambo ya msingi kama haya, ikiwepo uhuru. Uhuru ni wa wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo jeshi kuwa ni la wananchi wa Tanzania ndio sababu moja kwa moja tunahusishwa na tunahusiana nao katika kutekeleza majukumu ya kukumbushana haswa ile la uhuru ambao Tanzania iliupata mwaka 1961. Hapo unavyoona nimevaa mavazi maalum kabisa, ambapo unapofika kileleni utakuwa umevaa mavazi haya. Mavazi haya ni mahususi kwa ajili ya kuzuia baridi, lakini kuna bango nyingi sana zimo ndani. Mavazi haya kusema kweli kuna nguo kadha wa kadha ambazo ziko ndani, lakini vifaa hivi, kila kitu hapa kina maana yake. Na niko na Bwana Jafari Omolo ambaye yeye ni mwongoza watalii, atakwenda kutuambia mavazi haya umuhimu wake, lakini vile vile kwamba je, mavazi yoyote yanaweza kuyavaa na kupanda kule kileleni kwenye barafu kule na kusema kwamba umefika katika mlima Kilimanjaro, kwamba umefika kileleni kwa mavazi aina tofauti tofauti, ama ni mavazi maalum kama haya tu ndio yanastahili? Habari yako Bwana Jafari? Asante kabisa. Kwa majina Jafari Omolo. Sema tu kupanda mlima Kilimanjaro kunahitaji maandalizi, na mojawapo ya maandalizi ni kuhakikisha kwamba unatimiza yale mavazi yanayofaa kabisa kwa ajili ya kukinga na baridi. Na hapa unapomuona mpandaji amevaa mavazi kabisa tunaita full gear,
maalumu kwa ajili ya kupanda katika kilele cha mlima Kilimanjaro, Uhuru Peak, mita 5895. Zaidi ya mavazi unayoona kwa muonekano wa nje, ndani kuna mavazi mengine ambayo kuna skin tight, kuna freeze pants, hii ambayo yote ni kwa ajili ya kukinga na baridi. Mikononi kama unavyoona hizi gloves ama nilivyozivaa, yote hii ni kwa ajili ya kumkinga na baridi. Na hakika kabisa kilele hiki kinahitaji maandalizi, na hapa kabisa tunaona kabisa mtalii amefaulu katika kujipangilia kimavazi. Hizi ndio gia mahususi zitakazo kusababisha ukafika katika kilele cha mlima Kilimanjaro pasipo kupata madhara yoyote. Kwa mavazi haya ni maalum, si tu kila vazi lolote mtu anaamini kwa mfano linaweza kumzuia kupata baridi anaweza kaenda nalo kwenye kilele. Lazima yapo mavazi maalum ambayo ni haya. Yako mavazi maalum, na mavazi haya yanaendana na size. Ni muhimu sana kuzingatia size za mgeni kama ulivyokuwa unatakiwa kuvaa. Mara nyingi tunachukua oversize ili kusudi zile nguo za ndani ziweze kufiti. Na mtu anapokuwa ameshika hizi fimbo, zina umuhimu kiasi gani? Mtu singetembea mmoja kwa nini ashike hizi fimbo? Hizi fimbo ziko mahususi kwa ajili ya kukuza kazi ya wewe unapokuwa unajivuta hatua kwa hatua, kwa sababu unahitaji kupanda. Kupanda mlima ni nguvu kazi, calories nyingi zinatumika, hivyo fimbo hizi zinamzuia mpandaji asianguke, na pia vile vile zinampa balance na kuongezea zaidi ni kwa ajili ya kupunguza ile nguvu kazi, asitumie nguvu nyingi katika kujitetea, hasa pale anapokuwa anakosea step. Mambo gani ya kuzingatia unapokuwa umevaa mavazi haya? Uende mwendo wa haraka au uende mwendo wa taratibu? Taratibu ukoje? Mambo ambayo mnashauri nyinyi kama wataalamu mnapoongoza watalii kupanda mlima Kilimanjaro. Sisi tukiwa kama wataalamu tunamshauri mgeni atembee polepole kama kinyonga. Mwendo wa kinyonga tunaoita pole pole ndio slogan ya mlima Kilimanjaro. Hii ni kwa ajili ya kujihakikishia mtalii unapopanda kule eneo la juu, oxygen huwa inapungua, hewa ya oxygen iko kwa kiwango cha chini. Hivyo kwa kutembea taratibu, mtalii atajihakikishia kupata ile hewa na kuibalance, ili kusudi mapafu yake yasipate madhara na upumuaji ukaenda katika mwelekeo unaotakiwa. Kuna mambo ambayo ya msingi, kwa mfano maji imekuwa ikionekana maji inahitajika zaidi kwa maji, kwa maana kuna kiwango cha oxygen nacho, lakini mambo mengine ambayo unaweza kuwa unayo katika begi ambayo tunaona hapa mgongoni nini hasa? Kwa muonekano kama unavyoona, kwanza kuanzia chini, boots hizi tunaziita hiking boots. Hizi ni mahususi kwa upandaji. Pia vile vile kwa juu tumeweka kofia. Hii yote ni kwa ajili ya kumzuia na upepo asije akakwazwa na upepo. Lakini zaidi pia mtalii ana vitu vyake vya ziada, kuna vyakula vyake vya kula njiani, kuna maji. Maji ni muhimu sana katika upandaji. Hii ni kwa ajili ya kujihakikishia kwamba usipoteze maji mwilini. Unapokuwa umepoteza maji mwilini, mwili utaakti hasi katika hali ya ukawaida na hutaweza kufanya kazi sawa sawa. Hii itakusababishia kupoteza maji mwilini na nguvu kazi ikapungua, ukashindwa kujitetea na kufika katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Kwa kumalizia, mlima Kilimanjaro mtu yoyote anaweza akapanda mlima Kilimanjaro ama kuna watu maalum tu wanaweza kupanda? Mtu yeyote anaweza kupanda mlima Kilimanjaro. Cha msingi ni kufuata zile taratibu zilizoandaliwa, kwanza kwenye mavazi na pia vile vile kwa ajili ya kula vyakula maalum. Kila hatua unavyoenda kuna vyakula ambavyo tunapangilia. Hivi ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwili wako unapata nguvu kulingana na mmeng'enyo huku juu ni wa hali ya chini, kwa sababu ya kiwango cha hewa oxygen iko chini. Hivyo vyote ni muhimu kuzingatia, na mtu yoyote anajihakikishia akifuata hizi taratibu ana uwezo wa kupanda mlima Kilimanjaro. Shukuru sana. Hivyo ndivyo ambavyo umeweza kupata maelezo. Mavazi haya aliyovaa hapa yana umuhimu kiasi gani na tafsiri yake ikoje katika mavazi haya, lakini pamoja na mambo mengine umeweza kupata taarifa mambo ya kuzingatia wakati wa upandaji wa mlima Kilimanjaro. Baada ya hatua hiyo, maandalizi kuelekea geti la Marangu na kuanza safari ya kupanda mlima Kilimanjaro yakakamilika, kama ambavyo anaelezea afisa rasilimali watu wa kampuni ya utalii Zara, Bwana Bernard Seliani, pamoja na washiriki wa kupanda mlima. Mahojiano live na Benjamin Mzinga.
Hiyo sisi tunahakikisha huduma ziko sawa, kama ulivyoona mradi wa kwenda mlima na ongoza utalii uko sawa kabisa. Kwa hiyo kila kitu kiko sawa. Tunaamini wote tunapata kileleni kwa uwezo wa Mungu. Sisi tuko chini kwa ajili ya mawasiliano na kupandisha huduma mbalimbali hapo. Na ni muda wa takribani makadirio ni kama muda gani kutembea mpaka kwenye kituo cha Mandara? Ndipo mtaweza kuondoka mnamo saa 6 basi kufikia saa 11 tunatoka kwa kituo cha Mandara. Pale mkuta chini yetu tunapata chakula cha jioni kwa pale kwa ajili ya kushiriki. Sisi sana tunaendelea kuombea kila la heri muweze kukamilisha jambo. Miongoni mwa taasisi ambazo zipo katika shughuli hii ya kuelekea kileleni ni pamoja na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambapo leo tuko nao hapa kwa ajili ya kuzungumza nao. Wao wamejiandaje kwa upande wao? Miongoni mwa taasisi ambazo zitasindikiza wapandaji mlima Kilimanjaro ama nao watashiriki katika kupanda mlima Kilimanjaro kupeleka bendera kileleni kule kabisa. Habari za wakati huu? Salama kabisa, salama kabisa. Unaitwa nani ndugu? Kwa majina naitwa Abdalla Gutaz, ni mchunguzi kutoka ofisi ya mkoa wa Kilimanjaro. Mkoa wa Kilimanjaro. Tuambie, nyinyi ni miongoni mwa wale ambao tutapanda nao moja kwa moja mpaka kule kileleni ama nyinyi mnasindikiza tu, mnatia hamasa kwa wapandaji? Yaani kiufupi sisi na timu yangu wote tumejipanga. Tuna mazoezi ya kutosha. Tunaamini na tunaomba Mungu tufike kileleni. Na tunaamini Mungu atatujalia, tutafika salama na tutarudi salama. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Salome Faustine. Salome Faustine. Ndio. Wewe mchunguzi ofisi ya TAKUKURU Manyara. Kwa upande wako umejiandaaje? Tumejiandaa vyema kwenda mlima Kilimanjaro na tunaamini tutafika kileleni. Hii ni mara yako ngapi unashiriki? Hii ni mara yangu ya pili. Mara ya pili? Ndio. Haya, nikushukuru. Namalizia na kaka hapa. Habari yako? Salama kabisa. Majina yako? Majina ni Gibson Isaya, ni afisa wa TAKUKURU mkoa wa Arusha. Kwa upande wako unaonaje awamu hii ya 4? Ni mara yako ya kwanza ama ni mara yako ya pili? Mko unaonaje na mwitikio? Kimsingi hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki kampeni ya Twenzetu Kileleni season 4. Lakini mwitikio kwa kweli ni mkubwa, hamasa ni kubwa, na niwapongeze Zara ambao wameratibu zoezi hili la Twenzetu Kileleni, lakini pia ITV kwa kazi nzuri ambayo mnafanya kupublicize shughuli zote ambazo zinaendelea. Kwa hiyo kimsingi tumejiandaa vizuri kama TAKUKURU na tunaamini tutafika kileleni, lakini pia tunahamasisha wananchi ambao hawajapata nafasi kama hizi. Kimsingi tunaelekea kuadhimisha miaka 63 ya uhuru wa Tanganyika. Kwa hiyo ni zoezi la kizalendo la kitaifa. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi waendelee kushiriki kampeni hizi za Twenzetu Kileleni 2024. Safari ikaanza kupanda mlima Kilimanjaro kama ambavyo unashuhudia msafara wa wananchi wa kada mbalimbali, taasisi pamoja mabalozi wakiwa kwenye msafara kwa mwendo wa taratibu wakitokea geti la Marangu kuelekea kempu ya Mandara, umbali wa kilomita 7.8. Tazama hatua zinazopigwa hapo, ni mwendo wa mdogo mdogo kama kinyonga. Mpango ni ule ule. Uhuru kileleni. Hai. Hatimaye msafara wa wapanda mlima ukafika nusu njia kuelekea kempu ya Mandara baada ya kutembea kutoka geti la Marangu. Hapa wanapata mapumziko pamoja na chakula, kisha safari ianze kuelekea Horombo. Hapa tulipo tumefikia katika moja ya vituo vidogo vya mapumziko. Tumetembea wanasema nusu safari kuelekea Mandara, ambapo nakukumbusha tu ni takriban kilomita 7.8 ndizo ambazo tutatembea kutokea geti la Marangu mpaka kuelekea Mandara, lakini hapa tumetumia takriban kama kilomita 3 hivi na ushe ambazo tumetumia. Na nyuma yangu unaweza kushuhudia watu wanapata chakula hapa na vinywaji ili kuweza kuongeza nguvu ya kuendelea na safari. Hapo unapumzika kidogo kama dakika 10, 15, 20, inategemea, wala uharakishwi, ni wewe mwenyewe unavyojisikia. Lakini pale fursa kuweza kuzungumza na wale ambao wamemaliza kupata chakula, basi wao wanaonaje katika kilomita hizi 3? Mimi naona zinaenda vizuri, sababu wageni wote tunaona wako excited, wana raha, wanachangamka, wote wana appetite. Kisha wageni wana appetite, wanakula vizuri, ina maana wanaendelea vizuri. Watu tunaona wote wako vizuri. Historia kidogo eneo hili. Hapa naitwa Kisambioni au tunapaita nusu njia au picnic lunch. Normally tukitoka getini, hatua ya kwanza ni kusimama hapa, wageni wanapata lunch, wanakunywa, wanapumzika, alafu ndo tunamalizia hizo kilomita zingine zilizobaki.
Safari ikaendelea kuelekea kempu ya Mandara ambayo ipo kwenye mwinuko wa mita 2720. Mwendo ni mdogo mdogo. Msafara ukafika na sisi hao mdogo mdogo tukafika kempu ya Mandara na kukuta tayari maeneo ya kulala yameandaliwa kama unavyoshuhudia, mahema yakiwa yamepangiliwa vizuri na watendaji kazi wa kampuni ya utalii ya Zara. Msafara wote ukifika watu wapumzike. Ukifika kwenye kempu, utaratibu ni kujua hema lako wapi lilipo na utaambiwa na muongoza watalii ambaye umekabidhiwa na Zara, maarufu kwa jina la Kimombo, anafahamika kama guide. Siku ya pili ikafika na jua kuchomoza, kwa mbali watu wakijikusanya tayari kuanza safari. Mwanahabari mwenzangu Hosea Mchopa amefanya mahojiano na wapanda mlima kujua utayari wao kwa siku ya pili kupanda mlima Kilimanjaro. Na mtazamaji, kama unavyoona tuko Mandara, ni mita 2720. Ni kituo chetu cha kwanza, lakini siku yetu ya pili, na sasa hivi asubuhi hapa tumekwisha amka, maandalizi yanaanza kwa ajili ya safari ya pili. Na kinachoendelea hivi sasa ni watu kuendelea kupata chai, maandalizi kijumla, lakini pia unajiuliza na mwili wako hali ya hewa inavyobadilika, na wewe mambo yako yakoje. Niko na wadau kutoka TAKUKURU ambao nao wapo katika safari hii muhimu kabisa kuweza kuenzi kwa vitendo yaliyofanywa na mashujaa wetu wakati tumepata uhuru. Tulivyoshusha bendera tukapandisha bendera ya Kongo, tulivyoishusha tukapandisha bendera ya Tanzania na mwenge huru katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Kimsingi siku ya pili leo tunaanza safari yetu kutoka kituo cha Mandara kwenda Horombo, na jana madaktari wabobezi kabisa walifanya jitihada za kutupima afya, ikiwemo kupima kiwango cha oxygen, lakini pia kuangalia mapigo ya moyo yakoje. Na kimsingi mimi na timu yangu tupo vizuri, mapigo ya moyo yako vizuri na kiwango cha oxygen kiko vizuri, na tuko timamu kwa ajili ya kuanza safari yetu ambayo tunategemea kutembea takriban kilomita 11 kutoka hapa kituo cha Mandara Hut kuelekea Horombo. Na kilomita hizi kwa mujibu wa research iliyofanyika ni mwendo ambao utatembea zaidi ya masaa 5. Kwa hiyo tuko tayari, tuko timamu, tumejiandaa vizuri. Of course hali ya hewa inabadilika mara kwa mara, lakini tuko vizuri. Tumepewa protective gears mbalimbali ambazo zinatuwezesha kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo kimsingi, ndugu mtangazaji, tuko imara na tunaamini tutafika Horombo salama. Jana mvua ilikuwa inanyesha, ilikuwa kutii hofu kwamba tutaweza kutoboa hapa. Kimsingi sikupata hofu kwa sababu tuko na guide imara ambaye anatutia moyo katika kila hatua ambayo tunafikia. Of course vikwazo ni vingi, tumepigwa na mvua takriban kilomita 3 jana. Kwa hiyo kimsingi alitutia moyo na tulikuwa na zile ponjolo wanaziita ambazo zilikuwa zinatusaidia kutukinga na mvua. Mwisho siku tukamaliza safari yetu salama kutoka Marangu Gate kufika hapa Mandara. Kwa hiyo haikunitia hofu vile kwa sababu tulikuwa na guide imara, lakini pia sisi wenyewe tuko timamu kimwili. Kwa upande wako kisa majina yako, tuambie kitu gani kimekuvutia kwa kilomita ambazo tumezikata jana kutoka Marangu mpaka hapa Mandara? Kwa majina naitwa Abdalla Ido Guitars na ni afisa TAKUKURU kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Kitu ambacho kimenivutia kwenye safari yetu ya jana ni experience moja kubwa sana ambayo kwenye maisha yangu sijawahi kuipitia, hasa ile situation ya kupita katika msitu, na nadhani sisi tulifanikiwa pia kukutana na baadhi ya wanyama njiani. Tulikutana kama ni ngidere wa blue. Yes, lakini pia ile mvua ambayo tumeipata jana ni experience moja kubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini ile elevation ambayo tunazidi kadri tunazidi kupandisha ule uchovu na pia support kwamba tutafika, hatimaye tumefika Mandara. Na sasa tunajiandaa kwa ajili ya kuendelea na safari yetu ya pili siku ya leo, ambapo tunatarajia kuelekea Horombo. Ni mwendo wa takriban masaa 5 na kuendelea, mwendo wa kilomita 1. Kwa hiyo tumejiandaa, tutapata staftai asubuhi muda sasa na maandalizi kama unavyoona tu wanapojiandaa. Katika safari ya Twenzetu Kileleni, watu wenye ulemavu hawakuwa nyuma kabisa. Embu shuhudia kaka huyu mwenye ulemavu wa macho akianza safari kuelekea Horombo. Wengine katika safari huweka vituo binafsi wakipumzika, kuvuta pumzi na kupaka mafuta kwa ajili ya kulinda ngozi. Katika safari ya kupanda mlima, kuna watu wanaitwa wagumu. Hao kazi yao ni kubeba mizigo ya kupanda mlima pamoja na vitu mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya kempu ambayo tunafikia, na kama unavyoona mizigo mgongoni na mwendo wake wa taratibu, lakini wao hufika mapema kabla watu wengine.
Mdogo nasema. Sema tunafika Kilimani? Tunafika. Yes, lazima. Mimi sipo kabisa na nimezoea. Kama bwana sisi kwa nini mimi kutokuonana kuna shida gani? Wanasema wale tunakuta JKT. Sasa watu wamepanga kwa wiki moja. Kuna matata. Pahala hapa ni chanzo cha maji. Watu wanakuja kwa ajili ya kupanda mlima Kilimanjaro kujipoza hapa na kuchukua maji na kunywa maji safi kabisa. Safari ya kupanda mlima inahitaji uvumilivu mkubwa na kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa, huku ukiujali mwili wako kwa viburudisho mbalimbali sambamba na unywaji wa maji mengi ya kutosha. Kupanda mlima si jambo dogo ama jepesi. Kuna muda mambo yalikuwa magumu na uchovu ukamzidia kameramani wangu. Ikabidi nimsaidie kupiga picha walau na yeye aonekane hapa kwenye moja ya daraja kuelekea Horombo. Safari ya kutoka Mandara kwenda Horombo ilikuwa ya mwendo mdogo na kupata vituo vya mapumziko hapa na pale. Hatimaye tukafika Horombo kwenye mwinuko wa mita 3720 kutoka usawa wa bahari. Na hapa tumekuta mahema tayari, na mahema unayoona hapo ni madogo, ni kwa ajili ya kulala, ila hayo makubwa ni mahema ambayo hutumika kwa ajili ya chakula. Watu huingia humo na kupata chakula. Ukiwa Horombo majira ya asubuhi, kwa mbali utaweza kuona mlima Kilimanjaro. Hapa Horombo msafara ulipumzika kwa siku moja na kisha kesho yake ukaanza safari kwenda Zebra Rock na kurudi Horombo, eneo maarufu na mahususi kwa wapanda mlima kwenda kwa ajili ya kuzoea hali ya hewa ya mwinuko wa juu zaidi wa mita 1400 kutoka usawa wa bahari, na ni mwendo wake ni kilomita 3. Tanzania unforgettable. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, ni jambo ambalo baadhi yetu wameshindwa na wamerejea huko tulikoanzia. Na kwa kweli waliopanga ratiba wamepanga vizuri kwamba leo hii tuko hapa kuzoea mazingira ili tuweze kupata nguvu za kuweza kupanda kufikia kituo cha Kibo. Na wale wanaotuambia waliwahi kufika Kibo ni kwamba ukifika Kibo sasa ndo unafikia hatua ya form 6. Na ukimaliza form 6 itabidi upande mpaka Germany ambako unaweza kupewa first degree, then utaenda Meda ambako unaweza kupata masters, then ulpaka ndo wanasema ni PhD. Kwa afya tulizo nazo kulingana na vipimo vya madaktari leo, timu yetu iko kamili, tunaamini kila mmoja atafika ulpaka. Baada ya kurejea kesho yake, safari ikaanza kutoka Horombo kwenda Kibo, umbali wa kilomita 9, na matembezi yakawa ya kudumu kwa zaidi ya saa 5 tukielekea mwinuko wa mita 3720 kutoka usawa wa bahari. Kibo ndio kituo cha mwisho, na hapa ndipo ambapo tunapumzika kwa saa chache na kisha kuanza safari rasmi ya kupanda mlima kuelekea kileleni. Kempu ya Kibo tumefika majira ya jioni, ikahitaji kupumzika ili kuanza safari ya kupanda mlima majira ya usiku. Safari ikaanza usiku mpaka asubuhi kwa wapanda mlima kuingia kituo cha kwanza na kisha kupitia stela hadi kilele cha Uhuru na bendera ya taifa kufikishwa rasmi kwenye kilele hicho.
Hapa nipo katika kilele cha mlima mrefu kuliko yote barani Afrika, lakini si tu hivyo, katika ulimwengu ni mlima ambao una kilele kinachojitegemea tofauti na milima mingine yote ulimwenguni, ndio pekee uliopo. Baada ya kukamilisha safari ya kupanda mlima, timu ya ITV pamoja na baadhi ya wapanda mlima wameelezea hali ilivyokuwa katika safari hiyo, kuanzia kituo cha kwanza geti la Marangu mpaka kilele cha Uhuru. Jumla safari ya kwenda kileleni ilikuwa imegawanyika sehemu mbili. Kuna sehemu ya ugumu na sehemu ya wepesi. Nini basi katika hayo mawili? Nafikiri kwenye ugumu tulikuwa tunaweka wepesi. Tulipofika Urombo, madaktari wakajaribu kuweka sawa. Tukaenda na hakuna sehemu ambayo watu wengi walikata tamaa kama Gilman, lakini sisi tutoka saa 5 tukatoboa Gilman asubuhi na kuanza sasa kipande cha mwisho cha Stella na Uhuru. Kwa hiyo experience imekuwa tofauti. Kwanza kipekee kwanza napenda kushukuru uongozi mzima wa ITV Radio 1 chini ya uongozi wake Mgwe Jose Mwavira, ambaye wao ndio wametuwezesha sisi kushiriki katika safari ya Twenzetu Kilimanjaro. Kipekee safari yetu kwa kweli ilikuwa safari nzuri sana. By the way, mimi safari nimeenjoy. Nilikuwa na tofauti mbalimbali kutokana na hali ya hewa, labda baridi jingi. Kwa sababu ile hali ya hewa kwetu ilikuwa hatujaizoea. Lakini mimi nilienjoy kwa sababu nilikuwa na lengo la kufika kileleni na nimefika. Ilikuwa nzuri lakini ilikuwa tough sana. Kama mnavyojua kipindi cha sasa hivi ni kipindi cha baridi na ni kipindi cha theluji inakwenda dondoka. Kwa hiyo tulipambana kwa siku 6 na tulifanikiwa kusummit mimi na timu yangu. Kwangu mimi nimeishia cave. Kumbuki jina vizuri la ni cave pale, nimeishia pale. Na nimeishia pale sio kwamba ilikuwa weak sana, hapana. Ni kwa sababu hali ya hewa ya kule ilikuwa tofauti na mimi mazingira niliyozoea. Kwa kweli kwa upande wangu niseme nilijitahidi, ila hali ilikuwa si hali. Hatimaye ikaishia katika stage ile pale. Lakini inshallah Mungu akisaidia mwakani akinipa uzima nitakuja na nitamalizia. Kwa upande wao, kampuni ya utalii ya Zara imeelezea namna kampeni ya Twenzetu Kileleni imefanikiwa. Tunataka kuwashukuru wadau mbalimbali kuwa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini special thanks kwa ajili yenu nyinyi ITV Super Brand, kwa sababu mlikuwa kuanzia mwanzo mpaka tumefika kileleni, mmefika hapa na jana tuligawa veti, medali. Kuwashukuru kuwa na sisi mkono kwa mkono, na pia mlima sio mchezo, yani kusema kweli mlima ni kitu kigumu sana, kwa hiyo na hongereni na nyinyi pia kupanda mlima especially kwa Uhuru. ITV na Radio 1 zimeshiriki kikamilifu katika hatua za kupanda mlima Kilimanjaro na kufikia kilele, kama ambavyo anathibitisha Bwana Bernard Saini, meneja rasilimali watu wa Zara Tours. Kwa kugawa vyeti na medali kwa taasisi zilizoshiriki, lakini pia kipekee kabisa ni washukuru ITV Super Brand kwa kuwa nasi kuanzia siku ya kwanza kabisa. Walifika mapema siku 2 kabla, wamefanya coverage ya hatua kwa hatua, wageni wanapoandaa mizigo, wanapoandaa vifaa tumekuwa nao, lakini pia hatukuamini kama mtaenda kufika kileleni, lakini mmeweka juhudi, kwa sababu mara nyingi watu wanaotoka Dar es Salaam, watu wa mikoani watu waamini sana, lakini nyinyi mmeonyesha kwamba mnaweza, mmefika kileleni, na ninaamini hata baada ya kuondoka Kilimanjaro bado mnayo habari kubwa sana ya kuendelea kuwahabarisha Watanzania kuhusu mlima Kilimanjaro. Mtaonyesha barafu, mtaonyesha kilele, mtaonyesha misitu. Kwa hiyo tuwapongeze wadau wote wakiwemo ITV. Mtazamaji wa ITV, tumefikia tamati ya kipindi maalum. Bila shaka umepata picha halisi ya hali ilivyokuwa katika kampeni ya Twenzetu Kileleni. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Simon Rogers pamoja na mwanahabari mwenzangu Hosea Mchopa, mimi Benjamin Mzinga, tunawatakia utazamaji ulio mwema pia vinavyofuata. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Afrika Mashariki hakuna matata.